kuchukua mkwaju wa penalty ya tatu kwa faida ya Misri. Mmoja wapigaji bora kweli kweli wa penalty. Atafanyaje mbele ya Stanley Bobo? Babari ataendelea kuonesha uwamba. Babari ama ataokota kwenye net. Rabia 2-1. Wamekuambia ni mpigaji bora kweli kweli. Wamekosa washambuliaji wawili, lakini mlinzi wa kati amekuja kuwafundisha namna ya kupiga penalti taratibu yenye utulivu, inajaa ndani ya kamba. Stanley Nwabali wakati huu amekwenda eneo ambalo sipo mpira ulipopigwa. Shati safi ya mlinzi wa kati. Mama Ramosh na mama Nilala utajiuliza iwezekanaje? Mlinzi wa kati Alexander Chuka Iwobi. Rami Rabia amekuwa ni mmoja wa wapigaji bora kweli kweli. Haishangazi kwamba amekifanya. Zao la Arsenal, Alexander Chuka Iwobi anayekipiga Fulham pale pale London dhidi ya Mustafa Ahmed Shobil kutoka Al Ahly. Anasali Iwobi pale pale, wote wanaweka. Inaonekana upande wa kushoto wa Mustafa Mohamed Shubir haendi kule, na ndiko ambako anapeleka kwenye mpira Nigeria. Licha ya kwamba penalty ya kwanza alicheza huku kushoto, lakini kwa sasa wamepeleka mpira kule kule. Nyota wa zamani wa Everton mwenye mechi yake ya 96 akiwa na Nigeria, ambao 10 anafunga mkojo wa penalty 3 kwa Nigeria kati ya 4 ambazo anapiga. Anasubiriwa Nwabali, wapo atacheza, machi itaishia hapo. Nigeria watakwenda nyumbani na medali. Akifunga bado Nigeria watahitajika kwenda kumalizia penalty ya mwisho. Sabel ambaye aliingia kipindi cha pili, yeye na Nwabali. Sabel tena na bala kinakwenda nyambuni ya moto. Piga penalty bunduki ambayo ni imeokia kabisa. Nyota wa zamani wa Pyramids peleka mpira juu kidogo. Licha kwamba Stanley Nwabali alikwenda eneo sahihi, lakini haina mpira kama hiyo ikipiga ikifanikiwa inakwenda moja kwa moja kwenye kamba. Lukman Ademola leo anakwenda kupiga penalty ya 5 kwenye mechi ya nusu finali, waliishia ya 4. Huenda ya 5 ndio ilikuwa ya Ademola Lukman on that day, lakini leo itakuwaje? Wapo mbele Nigeria kwa magoli 3, wakifunga machi imekwisha, wanarudi nyumbani kule na medali. Wakikosa Misri wakilepo, ngoma inaendelea 1-1. Iwobi anatamani wakashangilie. Akoli anasema kwamba umebeba mikoba. Ademola Lukman, yeye na Jobi. Lukman ni Nigeria, ni Super Eagles. Medali na kwenda pale Abuja. Hatimaye Shubiri hakuwa na nafasi yoyote ile, baada ya kupigiwa upande mmoja nyingi, akaamini kwamba Ademola Lukman atafanya vile vile. Haikuwa hivyo. Mchezaji mwenye UEFA Europa League akiwa na Atalanta, akipiga Athletic katika finali dhidi ya Bayer Leverkusen na Ujerumani, lakini pia mchezaji bora wa Afrika mwaka 2024 ndiye ambaye anakwenda kuchukua medali ya shaba ya 9 Nigeria kwenye AFCON 2025. Penalti muhimu katika nyakati muhimu, lakini pia Stanley Nwabali amekuwa shujaa sana kwa Nigeria. Super Eagles wanavaa medali ya shaba. Imekuwa ni wakati mzuri. Kama wangerudi mikono mitupu, ni jambo ambalo lingeumiza kweli kweli. Hosam Hassan anatakiwa kusubiri wakati mwingine tena, huenda kwenye pamoja pale. Mashindano yatakayoandaliwa kwa mataifa 3, Tanzania, Kenya na Uganda, ndiko ikawa nafasi yake ya kufanya jambo, lakini wakati wanaangushwa na Mohamed Salah na Omar Marmush, wachezaji wawili wanaokipiga pale England EPL, ndio ambao wamempelekea balaa zito kwelikweli. Hosam Hassan, Nigeria wanafurahi wote,
hii ndo penalty ya ushindi. Alitisha kama anapiga kushoto, akaishindilia kulia ambako Schubert hakuwa na nafasi hata punje ya kuweza kufanya yoyote. Na huyu ndio shujaa Stanley Bobo Nwabali. Kila mmoja anampongeza Ademola Lookman. Nakwambia huenda siku ya Morocco ndio alikuwa na penalty ya mwisho, lakini hawakufika huko, kama ambavyo leo pia Misri hawajafika kwenye penalty ya mwisho ya tano. It's full time. Egypt licha mechi kuisha 0-0 wanaambulia mikwaju miwili ya penalty, wakati Nigeria wao wanapata mikwaju minne ya penalty na kuwapa medali katika mafainali hizi za kombe la mataifa Afrika mwaka 2025.